Hello wapenzi watazamaji wa Connection TV, hii ni Connection TV habari. Mimi ni Chionda wa Chionda, habari za kimataifa na habari za Afrika. Kwanza kabisa ni habari kwa ufupi. Habari za kwa ufupi, vita ya Urusi na Ukraine vinaendelea kuwa hatari zaidi. Marekani na China mvutano wa Mashariki ya Kati. Putin atangaza kuimarisha silaha za nyuklia. Vita ya Sudani vinaendelea kuua raia. Mashariki mwa Kongo bado katika mapigano. Ethiopia katika tahadhari ya mgogoro mpya. Habari kamili. Moscow. Mashambulizi ya droni kati ya Russia na Ukraine yameongezeka wiki hii. Ripoti zinaonyesha kuwa droni za Ukraine zimefanya mashambulizi ndani ya maeneo ya Urusi, huku Urusi ikiendeleza mashambulizi dhidi ya mji wa Ukraine Kiev pamoja na miji jirani. Hayo ni mashambulizi ya vita yanayoendelea sasa ya muda mrefu. Ilianza inakwenda mwaka wa 4, vita kati ya Ukraine na Urusi ambayo ilianzishwa na Vladimir Putin kuzuia utanukaji wa NATO katika himaya zake. Washington. Mvutano kuhusu Irani, Israeli na United States bado unaendelea kujadiliwa duniani. Vyombo mbalimbali vya habari vinaripoti kuwa viongozi wa China na Marekani wamejadili usalama wa mpango bahari wa Hormuz kutokana na umuhimu wake katika biashara ya mafuta duniani. Moscow. Putin atangaza kuimarisha nyuklia. Rais wa Russia Vladimir Putin ameanza kutangaza ya kwamba kupelekwa rasmi kwa makombora ya nyuklia aina ya Samad, hatua ambayo ameongeza tahadhari kwa mataifa ya NATO na Ulaya. Putin, kiongozi wa Urusi mwenye msimamo wa wastani anayepambania watu wake, anaendeleza mapigano dhidi ya Ukraine katika vita ambayo wa magharibi wametoa msaada mkubwa. Beni, Switzerland. Bei za mafuta na bidhaa za muhimu zinaendelea kubadilika kutokana na mgogoro wa Mashariki ya Kati, vita ya Ukraine na changamoto za usafirishaji wa kimataifa. Mataifa mengi yanaendelea kupambana na mfumuko wa bei na gharama za maisha. Hii ni Connection TV habari, zifuatazo ni habari za Afrika. Khartoum. Vita ya Sudani vinaendelea kuua raia. Vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudani vimeendelea kuwa janga kubwa, janga baya kabisa kwa kutokea katika ukanda wa Afrika. Mapigano wenyewe kwa wenyewe yaliyoanza kati ya serikali ya Sudani iliyopinduliwa na majeshi yaliyojitenga. Mapigano katika maeneo ya Sudani, South Sudani kama vile Kordofani yameripotiwa kusababisha vifo vya watu zaidi ya 60 ndani ya wiki mbili zilizopita, wakiwemo watoto. Pia mashambulizi ya droni yameathiri maeneo ya Khartoum na miundombinu muhimu. Wapinzani wa RSF, Rapid Response Unity, wanaendelea kupambana na jeshi la Sudani ambayo serikali ya Sudani imelegalega toka apinduliwe Hassan al-Bashir. Kinshasa. Mashariki mwa Kongo bado katika mapigano. Katika Democratic Republic of Congo, jeshi la serikali linaendelea kupambana na waasi wa M23 wanaodaiwa kusaidiwa na Rwanda. Ripoti zinaonyesha mashambulizi ya doria yamewaua baadhi ya viongozi wa M23 kwa maelfu, huku maelfu ya wananchi wakiendelea kukimbia makazi yao. Mashirika ya haki za binadamu pia yameripoti mauaji, ubakaji, ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Connection TV, the house of details and fact news. Addis Ababa. Ripoti za kiusalama zinaonyesha kuwa uwezekano wa kuongezeka kwa mapigano nchini Ethiopia, hasa katika maeneo ya Amhara na kaskazini mwa nchi, pamoja na waasi wa Tigrinya na Waomoro. Vita kati ya Ethiopia, makabila la Watigrinya yanayotaka kujitenga, huku waziri mkuu wa Ethiopia Bwana Abiy akiendelea kuimarisha majeshi yake kupambana na wananchi wake wenyewe. Nairobi. Kenya yapandisha bei ya mafuta. Nchini Kenya serikali imeongeza tena bei ya mafuta, jambo ambalo linaendelea kuongeza gharama za maisha kwa wananchi. Bei ya mafuta imezidi kuongezeka toka mgogoro
wa Strait of Hormuz kuwepo kati ya Marekani na Irani. Mwirani akafunga Strait of Hormuz, Marekani nayo akaweka beli ya upande wa pili kuzuia meli za Irani zisitoe mafuta nje, huku dunia ikipanda, maisha yakiwa yakipanda gharama, mashirika ya ndege yakiwa yamesitisha safari zake. Watu wengi wamekosa kazi duniani kwa sababu ya mgogoro huu. Dunia imepata majanga na hali ya maisha inazidi kuwa ngumu kutokana na mgogoro kati ya Irani na Marekani. Dar es Salaam. Tanzania imeendelea kusisitiza ushirikiano wa forodha na biashara ya kikanda katika Afrika Mashariki pamoja na Kusini mwa Afrika SADC kupitia Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA. Shirika hilo la ukusanyaji kodi nchini Tanzania limeongeza ufanisi katika ukusanyaji wa kodi kutokana na malengo yaliyojipangia. Johannesburg. Afrika Kusini yajadiliana uzalishaji wa chanjo barani Afrika. Viongozi wa afya barani Afrika pamoja na Africa Center of Disease Control and Prevention wanaendelea na mazungumzo ya kuongeza uzalishaji wa chanjo ndani ya Afrika ili kupunguza utegemezi kutoka Ulaya na Asia. Bara la Afrika lina vitendea kazi vingi vinalo material ya kutengeneza dawa na chanjo aina yoyote. Kwa hiyo shirika hilo la African Center of Disease Control limeamua kufanya mkakati wa Afrika kujitegemea katika madawa, na wengine nao wanasema watajitegemea katika kijeshi na masuala mengine. Habari nyingine, mataifa ya Saheli yanaendelea kushirikiana zaidi kijeshi baada ya kuondoka majeshi ya magharibi. Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa waendelea kujadili suluhisho la mgogoro wa Sudani. Hofu ya magonjwa kama Ebola imeongezeka baada ya taarifa kutoka Kongo. Connection TV, the house of details and fact news.